Siku ya leo tunasoma juu ya siku ya Bwana. Nasoma Malaki kifungu cha 3 kutoka mstari wa 1. Nitasoma. Beyond I send my messenger, and he will prepare the way before me. And the Lord whom you seek will suddenly come to his temple. Even the messenger of the covenant, in whom you delight, beyond is coming, says the Lord of hosts. But who can endure the day of his coming? And who can stand when he appears? For he is like a refiner's fire. He will sit and refine and purify a purifier of silver. He will purify the sons of Levi and purge them as gold and silver, that they may offer to the Lord an offering in righteousness. Verse 4. Then the offering of Judah and Jerusalem will be pleasant to the Lord, as in the days of old, as in the former years. And I will come near you for judgment. I will be a swift witness against sorcerers, against adulterers, against perjurers, and against those who exploit wage earners, and the widows and orphans, and against those who turn away and alien, because they do not fear me, says the Lord of hosts. Verse 6. For I am the Lord, I do not change. Therefore, you are not consumed, O sons of Jacob. Then I will jump there and go to chapter 4 and verse 1. For behold, the day is coming, burning like an oven, and all the proud eyes, all who do wickedly, will be stumbled. And the day which is coming shall burn them up, says the Lord of hosts, that will leave them neither root nor branch. But to you who fear my name, the Son of Righteousness shall arise with healing in his wings, and you shall go out and grow fat like stall-fed calves. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunazungumzia juu ya siku ya Bwana. Wakati kama huu, tukiwa katika wakati wa coronavirus na hii pandemic, tunazungumzia maneno haya. Hapa nabii alitamka akisema, natuma mjumbe mbele zako, na alikuwa anamaanisha vile Yohana Mbatizaji anatumwa akuje kwa ajili ya Yesu, akuje mbele za Yesu. Anasema, and he will prepare the way before me, and the Lord whom you seek will come. Natuma, Mungu anasema natuma mjumbe mbele zangu, Bwana Yesu akisema. Na akija anatayarisha mioyo ya watu. Nakumbuka Yohana Mbatizaji vile anakuja akisema tubuni kwa ajili ufalme wa mbingu umefika, alafu baadaye Bwana Yesu anakuja. Hivyo ndio hii anazungumzia juu ya Yesu, anasema akisha tayarisha mioyo za watu, ule Mwokozi, ule Bwana mnaomtafuta. Sio kama kuna mtu anatafuta Bwana kwenye hii mahali hapa. Kuna mtu anatafuta Bwana hata kukiwa na coronavirus. Kuna mtu anaomba na anatafuta Mungu, anasema yule Bwana mnaomtafuta suddenly anakuja. Hata yule mjumbe wa covenant, wa hiyo agano. Kwa jini sisi ambao tumeokoka, tuko nayo covenant na Bwana Yesu Kristo. Na hiyo ndio covenant, the new covenant of the blood of Jesus Christ. Yani, angano la damu ya Yesu Kristo ndio tuko na hiyo covenant.
wote ambao wameokoka na wamwabudu kwa kweli na roho Bwana Yesu, wako na agano naye, wameoshwa dhambi zao na damu ya mwanakondoo, na hiyo damu imekuwa ndio damu ya agano kwao, damu ambao Bwana Yesu alimwaga pale msalabani alipotiwa msumali kwenye mikono yake miwili, alipotiwa misumali kwenye miguu yake, alipopigwa kwenye pande yake, kulitoka damu, na hiyo ndio damu ya agano yetu na Mungu. Alitununua na hiyo damu, na hiyo ndio damu ya agano yetu na Mungu. Ndio hapa nabii anasema yule mjumbe wa hiyo agano anaenda kukuja, naye mjumbe wa hiyo agano ni nani? Bwana Yesu Kristo. Na alipokuja akafa msalabani akatimiliza ile agano. Alafu alipotimiliza ile agano anasema in whom you delight. Nyinyi wote mtaanza kukua mnafurahia ndani yake, because mtakuwa mmefunikwa na ile damu, mtakuwa mnakaa kwenye ile damu. Bwana Musa akiwa anawaongoza wana wa Israeli kutoka Misri, akawaambia mchinje mwana kondoo. Hiyo ilikuwa ni mfano wa Bwana Yesu Kristo. Mchinje mwana kondoo, na hiyo damu muweke kwenye rendo, kwenye pande ya juu ya mlango, na hiyo frame ya juu na frame ya kando na frame ya kando. Hiyo wakitengeneza hiyo msalaba inakuwa ni mfano wa Yesu Kristo akiwa wapi? Kwenye msalabani anapomwaga damu, na sisi wote tunapata ukombozi. Alafu anawaambia mkiweka hiyo damu pale kwenye mlango namna hiyo, malaika wa mauti akipita hataweza kuwahi nyinyi, atapitia juu yenu, will pass over you. Ndio sababu inaitwa nini? Pasaka, kupitia nini? Juu yenu. Malaika mbaya wa coronavirus akija ukiwa umejifunika na damu ya Yesu, hawezi kukuwahi, atapita juu na atakuta umefunikiwa na damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kila mmoja ni muhimu tukue kwenye hiyo damu, na kila mmoja ni muhimu kukuwa unaomba na unataja hiyo damu, unaifunikia nayo, unafunikia vitu zako nayo, because ukiwa ndani ya hiyo damu umekaa katika ulinzi wa aliye juu ya wote, umekaa katika ulinzi wa Bwana Yesu Kristo, na chochote kinachokuja, kiwe ni coronavirus, kiwe ni kifo, kiwe ni nini, ugonjwa ina yote itaweza kukupita, because wewe unataja ile damu, wewe unajifunikia hiyo damu, wewe unaamini ile damu ya mwana kondoo. Anasema mjumbe wa covenant ya damu atakuja, ule mnamwamini, ule mnampenda sana atakuja. Mstari wa pili unasema, na ni nani atavumilia siku hiyo ya kuja kwa huyo mjumbe? Ni nani atavumilia siku ya kuja, siku ya Bwana, hiyo siku inaokuja? Anasema anakuja kama refiner's fire, anakuja kama moto unaowaka na unakuja kuchoma mioyo ya watu ukiondoa dhambi. Bwana Yesu Kristo alipokuja anawaambia kila mmoja tubu. Ukisoma katika Mathayo 23 anawaambia wale Wafarisayo, na nyinyi kizazi cha nyoka, ni nani amewainua, amewatadharisha siku hiyo inaokuja? Because hii siku alikuja Bwana Yesu Kristo, alikuja kututayarisha. Kuna siku inaokuja iko mbele yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo siku inaokuja mbele yetu ndio hii wanasema kwenye mstari wa kifungu cha 4. Wanasema ni siku inawaka kama moto, na inakuja, hiyo inakuja kumaliza kila kitu. Lakini hii Bwana Yesu amekuja kama moto wa kutakazisha sisi. Amekuja kama refiner's fire, amekuja kama Roda soap, sabuni ya kutuosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amekuja kama sabuni ya kutuosha, na anatuosha, kila mmoja anaosha dhambi zake kwa bahali pale kwenye damu ya Yesu Kristo. Ile alimwaga kwenye msalaba, anatuosha dhambi zetu. Anatuosha dhambi zetu kwa ukweli. Ukiangalia katika Yohana kifungu cha 15 mstari wa 3, anasema nini? You have been made clean by the word I have spoken to you. Hivyo ndio inasema Yohana 15 mstari wa 3, anatuambia ile neno alikuja kutuambia, akituzungumzia neno kila wakati, akituzungumzia neno kila wakati. Hiyo neno alikuwa anazungumza, na ile imeandikwa tunaisoma. Unapoisoma inaendelea kukusafisha kama hii sabuni. Unaposoma neno la Mungu inaendelea kukusafisha uchafu wote na uovu wote. Unasoma ikisema upendo unavumilia mengi, upendo haukasiriki, upendo hauchukulii mambo, ubebi mambo mengi. Na hiyo unaosoma hiyo upendo, ukianza kuchukua hiyo upendo ndani yako, inakuosha hiyo chuki ulikuwa nayo, unaanza kubadilika. Sio ni kuoshwa? Neno la Mungu ndio inatuosha. Na hilo neno katika Yohana 15 mstari wa 3 unatuambia nini?
You are already clean because of the word which I have spoken to you. Umestakasishwa na ile neno ambao nimewazungumzia. Because Yesu aliwazungumzia kwa miaka 3 mfululizo na akawa anawaambia neno za Mungu. Alafu hiyo neno alikuwa anawazungumzia ikawa inawasafisha. Na hasi tukaachiwa hiyo neno alikuwa anazungumza ikiandikwa wapi? Hapa kwa Biblia. Ndio sisi tukisoma pia inafanya nini? Inatusafisha. Na wakati kama huu wa corona imekuja ya kwamba watu wote wanaambiwa waabudu nyumbani ama ufanye vile utafanya, mwingine anakaa nyumbani na hawezi kuabudu. Ni wakati tumetiwa mahali tuweze kuonekana na Mungu. Wewe utaweza kuosheka na neno kama hakuna pastor anasimama mbele yako. Kama wakati huu kumekuwa ni miezi ngapi tumekaa nyumbani? Miezi 3 sasa, na miezi 3 hujaona mchungaji anasimama mbele yako. Ni wewe utafute neno vile utatafuta ama ujisomee. Ama angalia kwa internet ama uangalie popote, lakini bado utasimama kama hakuna pastor anasimama mbele yako. Ni wakati tumewekwa kwenye kuoshwa, kwenye refiner's fire, tuwekwe kwenye hii ukaa nyumbani miezi hiyo yote. Na miezi inayokuja hatuwezi kujua tutarudi kanisani siku gani. Ila tunatumainia kesho president akiannounce tuweze kurudi. Lakini tunasema nini? Tunasema ya kwamba saa ile tuko pale na uko kivyako na huyo mwingine ako kivyako, ndio saa hii Mungu anaweka hii refiner's fire kwenye maisha yako, kwenye maisha yangu. Ndio mtu amekuwa akizoea kwenda Sunday, anarudishwa kwenye njia, anarudishwa na neno la mchungaji, si ndio? Anarudishwa na neno la mchungaji. Anaimba ile moyo ya kuimba tena inarudi. Anaabudu ile neno ile roho ya kutumainia Mungu inarudi. Akirudi Monday, Tuesday, akiendelea hivi, bado hiyo roho ya na Saturday inakuja, Sunday arudi tena auishwe tena. Tukua tumezoea namna hiyo. Saa hii tumewekwa kwenye king'ang'a, tumewekwa kwenye refiner's fire, tumewekwa mahali kuna kauka. Kama huwezi kupata neno kutoka kwa mchungaji yako, kama huwezi kutusomea neno hapa, kama huwezi kupata njia vile utaomba ujiingize kwenye maombi mwenyewe, ama ujiingize kwenye kuimba ukifanya kazi zako, basi unakuwa uko kwenye king'ang'a. Na kama hii anasema we are set on a refiner's fire. Tuko katika mahali ni kama tumewekwa kwenye moto, tuonekane ni nani atasimama. Ni nani atasimama? Ni mahali nyoyo zetu zinaoshwa. Nyoyo zetu zinaoshwa na sabuni. Ujisomee hapa, ujiozeshe na sabuni ya kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama uingize kwenye moto. Nilikuwa naangalia kwenye internet. Hii refiner's fire ni nini? Walikuwa wanaitumia kitambo wakirefine gold. Umesoma mstari wa 3. Anasema ana refine and purify silver. Ana refine and purify sons of Levi. And purge them as gold and silver. Wanaenda kuoseshwa na wapurifywe, wafanywe watakazishwe, wakuwe kama dhahabu, wakuwe kama silver ama dhahabu, fedha ama dhahabu. Na nilikuwa naangalia hapa kutakazisha dhahabu ni kutakazisha ikuwe namna gani na ana inafanywa nini. Nilipoangalia kwenye internet walikuwa wanaonyesha ile ya traditional. Hivi karibuni zimetokea teknoloji nyingi za kuifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ile traditional wangechukua moto kali sana. Sijui moto ilikuwa inawakishwa na madini ina gani. Inakuwa ni moto ile iko red hot na inakaa kama moto iko na sijui. Inawekwa pale ndani hiyo dhahabu na inachomeka nayo inakuwa red hot. Hata dhahabu yenyewe na inakuwa maji. Inakuwa liquid form. Maji. Alafu wanaichota pale, wanainyunyiza, wanaiweka kwenye kitu kama maji. Ndio inakaukia pale ndani ikiwa maji. Alafu hiyo inakuwa imekuwa maji. Wakiweka kwenye maji ndio inakuwa bit, imekuwa clean kidogo, inaanza kukua yellowish. Watarudi waiweke sijui kwa chemical nyingine ikuwe very clean. Hiyo kuchomeka namna hiyo ndio tunasema Bwana Yesu anatuweka kwenye hata wakati huu. Because Yesu alipokuja akazaliwa kama mtoto, akafa msalabani na akaenda akapaa mbinguni, wakati wake haujaisha, bado anafanya kazi katika kanisa yake. Kweli? Bado anafanya kazi katika kanisa yake. Na vizazi nenda vizazi rudi, tuko pale. Wafuasi wake walikuja wakakufa, kukaingia watoto wao na tukaendelea sisi mpaka tukapata neno. Kweli?
Na vizazi kaenda, na bado wakati wa Bwana Yesu hujaisha, na bado ana refine sisi. Na anapotutia kwenye hii mambo ya corona, tunatiwa katika hali ya kuwa refined. Tunatiwa katika hali ya moto. Hata yule alikuwa ameokoka, ukae ndani ya hii moto, uonekane ukiambiwa baada ya miezi 3, miezi 4, miezi 5, ukiambiwa utoke nje na uende kuabudu Yesu kwenye madhabahu, utaabudu na namna gani? Backslide. Umeenda chini. Ama umeingia kwenye moto na ukakuwa purified kama gold. Umeingia kwenye hii moto ya corona. Unajua hata ukikosa kushikwa na corona, kuna ile effect ya corona. Kuna yale mambo yanaletwa na corona ambao unayasikia, si ndio? Number 1, kuna uchumi. Saa hii watu wanasema sina pesa. Uchumi imeenda chini. Number 2, kuna watu wameachishwa kazi wengi. Number 3, kuna watu wengi wanalala njaa na vitu kama hizo. Zile effects za corona ziko pale. Na ndio tunasema nini? Hata wale hawashikwi na corona wakakuwa wagonjwa wakaenda hospitali kutibiwa, hata wao wako na madhara ya. Kuna mwingine wanapata wana corona kwenye hiyo nyumba, ataenda atibiwe lakini pesa zote zimeingia kwenye hiyo tiba hospitali. Tuko pamoja? Na halafu wanaachwa bila kitu. Na ndio tunasema ni mahali kila mmoja ametiwa ni kama kwenye moto, katika hiyo kama kusafishwa kama hiyo gold. Tusafishike pale ndani. Ukifikiria mwezi wa kwanza ukiisha ndio tutarudi bounce back tuende kazi vile tulikuwa, unapata tunaambiwa mwezi mwingine. Tukijua mwezi wa 2 ama wa 3 unakuta mambo yanatiwa mkazo zaidi mpaka Bwana Yesu atakuweka pale, ataniweka pale. Kila mmoja unasafishwa, unaweka kwenye hiyo moto, unavumilia moto. Kama utachomeka uyeyuke, sasa ni wewe utaona. Kama utachomeka ukue purified, ukue kama dhahabu, ni wewe utaruka zaidi. Tukirudi kwenye operations tena, tukirudi kwenye kazi tena, tukirudi kwenye kanisani tena, ni wewe utakuwa una shine kama unasafika ukue kama dhahabu. Hallelujah. Amen. Na ndio nasema katika hali ambayo tuko hii situation, hii wakati wa corona, hii wakati wa pandemic, tuko kwenye moto. Kila mmoja tuko kwenye moto. Kuna yule amjui Yesu na anakuwa kwenye moto zaidi. Kuna Biblia imetuambia hapa, kuna yule aongopi Mungu. Kabla tujaenda kwa huyo aongopi Mungu, tunaambiwa mstari wa 3. Why are they being purified? Kwa nini Mungu anatuweka kwa hii moto? Anataka kutusafisha tukue kama dhahabu. Na yule atafikia kukua kama dhahabu, akue hapo next. Akue kama nini? Kama silver. Tuko pamoja. Na ni kwa nini anatusafisha namna hiyo? Kuna mstari wa mwisho hapa kwenye kifungu cha mstari hiyo wa 3 unasema, that they may offer to the Lord an offering in righteousness. Ndio hao watu watazafika na namna hiyo. Yule atakuwa dhahabu, na huyo mwingine next atakuwa kama fedha. Waweze kuwa ni watu wanapatia Mungu sifa na shukurani ambazo zinatoka kwa moyo umesafika. Sifa na shukurani zinazokubalika mbele za Mungu. Sifa na shukurani kwa Mungu zinazokuwa ni manukato mema mbele za Mungu. Sifa na shukurani kwa Mungu haikuwe ni dhabihu ya utakatifu. Mungu ndio anatafuta. Na anapoachilia corona ikue, unaangalia tunaomba tukitamania tupate Mungu atujibu, Mungu amenyamaza. Ni fire iendelee na kufanya nini? Kufanya kazi. Ni mioyo yetu endelee na kukua nini? Refined. Ni kila mmoja endelee na kujiangalia maisha yake, atarudia Mungu namna gani? Kama nilikuwa na hii kitu inatondoka inamea ndani yangu, nikate nirudie Mungu namna gani? Kama ni mkono ulikuwa unanifanya niende nikafanye dhambi, nikate nirudie Mungu namna gani? Ndio hiyo fire inakuchoma. Yule alikuwa anapenda pesa sana, anachoma na kupenda pesa na bado azipati. Yule alikuwa na hii ya kukunywa pombe zaidi, baa zote zinafungwa, anajaribu kwenda kufanya usiku ama jioni ama wakati amejificha, unakuta haitosheleshei. Ni hiyo fire ambao tumetiwa kwenye hiyo refiner's fire, and the refiner is the Lord Jesus Christ. Yule anatusafisha ni nani?
Yes. Bwana Yesu Kristo. Na kila mmoja ametiwa kwa hii fire. Yule ameokoka, yule hajaokoka, wote tuko katika hiyo fire. Na ni kila mmoja atajiangalia kile kitu kinachomwa ndani yangu ni nini, waachilie kiende. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaachilia kifanye nini? Yes, let it go. Let it go. Let it go. Alafu tukirudi, wewe utakuwa kama ni dhahabu. Ukianza kuabudu, sadaka ni ya utakatifu. Tukirudi, roho yako itakuwa kama fedha. Ukianza kuinua mikono na kuabudu Mungu, sadaka yako inakuwa ni nini? Ni ya utakatifu. Unaona hiyo mstari wa 4 unasema, and the offering, then the offering of Judah and Jerusalem will be pleasant to the Lord. Itakuwa inapendeza mbele za Bwana. Tukishapitia kwenye hii moto, tukishaoshwa na hiyo sabuni ya Yesu. Haleluya. Hiyo sadaka itakuwa nini? Pleasant, itakuwa inapendeza. Itakuwa ni kama manukato yaliyomema mbele za Mungu Baba. Na itakuwa ni kama zile siku za kwanza Aruni alikuwa anaambiwa, chinja kondoo na umfanye hivi na hivi. Na sadaka hiyo moshi inaenda tu mbinguni straight, wanaona, wanashuhudia. Hiyo imeenda kwa Bwana. Haleluya. Itakuwa ni kama hiyo. Na unajua sadaka ikikuwa kama hiyo, atarudi akuje hiyo mstari wa 5 hapo. Atasema ya kwamba sadaka zetu zikikuwa namna hiyo, atakuwa ni yeye, atakuwa witness kinyume cha sorcerers. Nakwambia hawatasimama kanisani. Amen. Nakwambia iwe ni kanisa gani, yule anajisafisha kwenye hii moto namna hii na anarudi akiwa amesafika kama dhahabu, hawatasimama mbele yako. Mchawi amesema, mchawi amesema, msherati amesema nini, pranchuaras amesema, huyu ni mtu anafitiniza uongo, ama anaiba, anatoa uongo kwenye chenye ameona, anatoa ushuhuda wa uongo, ndio huyo pajara. Alafu kuna huyu wote yule ana exploit watu, anafinyilia watu, anawakosesha amani, anafinyilia watoto wake, anafinyilia mke wake, anafinyilia watu wafanyikazi wake, anafinyilia wale watu wako na wao. Huyo Mungu atakuwa ndio witness kinyume chao. Tukiwa tumeabudu, tukiwa tumeosheka kwa hii sabuni ya Yesu, tukiwa tumeingia kwa hii moto wa Yesu na tumekuwa refined. Na ndio naimiza kila mmoja wetu saa hii tuko kwa corona, tafuta Mungu sana ukue refined. Haleluya. Tafuta na kuomba sana ukue refined. Tafuta na kusoma hii neno sana ukue refined. Haleluya. Tafuta na ndio, because tukirudi sadaka yetu ikikubalika mbele za Mungu na ikikuwa ya utakatifu vile amesema, utaanza kuona wachawi hawatasimama kanisani. Atakujanga na atakuta pale ndio atatopokea yote ameshafanya. Atakuja mtu amefanya hiyo sharati, utaona ametopokea pale. Utakuta mwingine anaanza kuanguka pale, tumfanye ukombozi. Kwa nini? Kwa ajili sadaka yetu imekuwa inapendeka mbele za Mungu. Na itakuwa ni ile imesafishwa, inatoka kwa mioto, imewaka moto, because tumetoka kwenye fire. Haleluya. Na ni kila mmoja tupindue mioyo yetu, tuelekeze mioyo yetu kwa Bwana Yesu, ndio atusafishe zaidi. Na kila kitu unaona ndani yako akakafai Bwana Yesu, unaendelea ukifanya nini? Unaendelea ukifanya nini? Unaondoa. Uko na mamlaka ya kuondoa, because ni mwili yako, ni roho yako, ni hisia zako, ni wewe unayasikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Unayaondoa. Unakaa vile neno la Mungu inakuambia. Bwana Yesu atakuwa witness. Hakuna mchawi atasimama mbele zako. Hakuna mrogi atakuweza. Haleluya. Hakuna mchawi ataweza ng'ombe zako, mbuzi zako, shamba yako. Hakuna yeyote ataleta katumbe aweke kwa shamba, itafanya kazi. Haleluya. Na hakuna msherati atashika mume wako, mke wake. Hakuna yeyote ataweza kuendea mwingine, because Bwana atawaona. Bwana ataleta hukumu yake. Anasema, I will be a witness. I will come near you for judgment. Ni wa hukumu. Na nitakuwa mshuhuda wao. Hata wakifanya bila wewe kuona, nitakuwa mshuhuda wao. Nitawaona wakifanya na nitawahukumu. Haleluya. Ndoa zetu zitakuwa zinasimama. Na watoto wetu watasimama. Unasikia watoto wametoa mimba, wamezaa wengi pande ile, sijui ni pande gani. Lakini wote Mungu atawafanya wasimame, because wale wanafanya hizo maovu atawaona na hii judgment yake. Atawaona na hukumu yake, tukiwa tumekuwa purified. Hallelujah. Amen. And then anasema mstari wa 6, for I am the Lord, I do not change. Therefore you sons of Jacob are not consumed. Si unaona, sisi tunaishi kwa neema ya Bwana.
Haleluya. Saa hii tuko hapa na kila mmoja anasikiliza ako pale na hajashikwa na corona, hajatembelewa na roho yote chafu because ya nini? Rehema za Bwana. Huruma za Bwana. Nguvu za Bwana. Na nimesema ukijifunika na damu ya Yesu Kristo, kuna neema nyingi kwa hiyo damu. Utakuwa umefunikika. Alafu Bwana anapata utukufu ukitabiri ya kwamba mimi nilipita kwenye hiyo moto na nimetoka scotch free. Mimi nilipita kwenye hilo jambo na sikuumia. Watoto wangu sikuona wakiumia. Sikuona chochote kimefanyika kwangu because niliamini Mungu aliye wapi? Aliye juu ya wote. Na kwa hivyo anasema, mimi ndio yule jana, leo na milele, na sibadilike, na ndio sababu sijawaangamiza. Naona anatutia neno ya ku-encourage. Anatuambia, nyinyi hamtaangamia kwenye hii coronavirus. Nyinyi hamtaangamia kwenye moto, na wapatia neema. Because hata mkiingia kwenye moto namna gani mara 7, haitawaconsume, haitawakula. Mko na neema yangu. You will not be consumed. Ukiangalia kifungu cha 4 anasema nini? Tazama siku inakuja. Pengine imeanza na hii coronavirus. Siku imekuja, ile itakuwa inachomeka kama nini? Kama moto. Na iko pale inachomeka wale ambao wampendi Mungu. Wale ambao wanajiinua, wako na kiburi mbele za Mungu yule aliwaumba. Wao wote na wanafanya uongo, wanafanya usherati, wanafanya vitu zile zote zinamchukisha Mungu. Watakuwa nini? Kama mavumbi. Watakanyangiwa chini. Na wanakanyangiwa chini na nani? Na wale ambao wanamuogopa Mungu. Tazama hiyo mstari. Anasema ni, and the day which is coming shall burn them up, says the Lord of hosts. And that they will leave them neither root nor branch. Tuko kifungu cha 4. Hata anasema hiyo siku ya Bwana inakuja, na pengine imeanza na hii coronavirus, who knows. Hiyo siku ya Bwana inaokuja, hata kwenye hii coronavirus nani anajua? Hiyo siku ya Bwana inaokuja, ambao wamuogopi Mungu wanakanyangiwa chini kama mafumbi na watachomeka. Biblia imesema, sio mimi nasema. Na ni sisi tuanze kumuogopa Mungu. Pahali pote katika moyo wangu, wako na moyo wangu, ambao tumuogopi Mungu, turudishe, tuondoe na turudi kwenye kumuogopa Mungu. Because watu hawamuogopi Mungu. Unajua Mungu anaweka utofauti. Watu hawamuogopi Mungu wanakanyangiwa chini kama mavumbi, na pia wanachomeka na hiyo moto ambayo inatiwa watu. Tumesema tunatiwa kwenye moto. Unaona watu wanachomeka. Hawamuogopi Mungu, wanafanya nini? Wanachomeka. Unajua hiyo moto ni kali sana, vile nilikuwa naiona kwenye internet. Ni kali sana, ambao ikiwekwa binadamu atoki. Usiseme utachomeka tu mkono alafu utatoka mwili mwingine, atoki. Ni mbali, ni kali sana, inakuwa anachomeka. Na unasikia anachomeka kabisa. Mpaka anakuwa hakuna mzizi yake indambaki, na hakuna nini branch yake indambaki. Anamaanisha nini akisema hiyo? Mzizi inakuwa ni yule babu. Unajua wewe umeota kutoka kwa babu yako. Tuko pamoja. Hata mababu zao wameisha. Hata mababa zao na mama zao wameisha. Si hao ndio wako kwa mizizi? Na wewe umeota hapo hivyo. Wewe pia unachomeka, na unakuta hakuna hata mtoto wako atafanya nini? Ataendelea, wote wanaisha. Yaani ni kizazi chote kinaisha. Wale hawamuogopi Mungu. Hawamuogopi Mungu, ndio hiyo neno ya kwao. Lakini wale wanaomuogopa Mungu, tazama mstari wa 2 anasema nini? But to you who fear my name. Kuna mtu anaogopa Bwana Yesu? Sio mshangilia Yesu kama unamuogopa Bwana Yesu. Haleluya! Yule anayemuogopa Bwana Yesu anasema, the Son of Righteousness shall arise. Now this Son of Righteousness, with the healing with his wings, with the healing in his wings, and you shall go out. Kwa ajili unamuogopa Mungu, utaenda nje na utarudi. Yani ukifanya mashughuli zako, utaendanga mashughuli na utarudi ndani ukiwa umenona kama ndama, ama kama ni nani? Yes, ndama yule amekuwa anapatiwa chakula hapo nyumbani. Umeshaona ndama wa nyumbani? Apelekangu malisho, atachoka sana.
anaweza kupelekwa malisho, hii miguu ianze kukauka. Anakaa pale ndani, amenona, na hata manyoya yake ni safi because yaendangi kunyeshewa kule nje. Amejengewa shedi ambao hakuna mvua, hakuna chochote. Anasema wewe unamuogopa Mungu utakuwa kama ndama huyo, amenona na ni wa nyumbani. Mkitaka akule molasses mnanunua mnamletea hapo. Mkitaka akule hiyo grass ile iko green mnachukua mnamletea hapo. Kila kitu analetewa wapi? Si ananona sana. Asumbuki, haendi kutafuta, wewe unamtafutia. Afanye chochote, si anakuwa amenona sana. Na vile Biblia inasema wewe kwa ajili unamuogopa Mungu, utakuwa unatoka na unarudi na utanona namna hiyo. Wale hawamuogopi Mungu tutakanyangia wapi? Na watachomea. Na ndio tunahimiza kwa hiyo ujumbe ya kwamba kila mmoja amjui Mungu. Tutafute vile tutamjua Mungu. Kumjua Mungu ni kuambia Bwana Yesu, natubu dhambi zote, andika jina langu kwenye kitabu chako cha uzima, kulingana na Revelation chapter 22. Na ukishasema maneno hayo, Bwana Yesu anaingia, unamwambia ingia ndani ya moyo wangu, tawala moyo wangu, na uchukue hii Bible uanze kuisoma. Hivyo tu umeshapinduka na umeshaanza kumwamini Mungu na kumuogopa Mungu. Tenda mambo yale unasoma hapa kwenye Biblia, utakuwa kati ya wale wanamuogopa Mungu. Wale wananona na wanalishwa na Bwana Yesu kwenye hizo nyumba za nyumbani. Wanalishwa na Bwana Yesu kila wakati, waneneve, wanone kabisa, na wakuwe hakuna shida inawakumba. Na unaona nini wameambiwa nini? Kuna hiyo mstari mahali amesema, the Son of Righteousness shall arise. With the what? With the healing on his wings. Jua la utakatifu ni Bwana Yesu Kristo. Ameshachipuka na ametokea, na wakati wake ulianza wakati ule alizaliwa. Mpaka hata sasa jua ya utakatifu bado anaendelea na kufanya utakatifu na kuletea sisi wote utakatifu. Ndio sababu ametuweka katika wakati kama huu tuweze kusafishwa na wakati kama huu wa corona. Kwa pamoja. Ndio tukimeshasafishwa, sasa hiyo utakatifu utamultiply zaidi ile ametufunika naye. Ametufunika na utakatifu yake. Na hiyo utakatifu wake ndio unatuweka, ndio unatuhifadhi. Na hiyo utakatifu ukishakubali kusoma neno na kukaa kulingana na hiyo neno vile ilivyo, ukikubali kufunikwa na hiyo damu yake wakati wote, ukikubali kuomba na kuomba zaidi, because anasema omba bila kufanya nini? Kukoma. Ukiomba wakati wote bila kukoma, hata kuhisha kwenye moyo wako kwa ajili anakutia kwenye hii. Anatutia sisi wote kwenye hii moto. Hata tusafisha na hii moto yake kabisa, na tutatoka kama dhahabu. Sasa ile tutaenda kwa kanisa kuinua mikono tukirudi kwenye nomo corona ikiisha. Tutainua mikono yetu na mna hii, na utakatifu unakuwa unajaa kwenye utukufu. Utukufu wake unakuwa umejaa kwenye kanisa yote. Na hapo ndio sababu hakuna mchawi ataweza simama kwenye utukufu. Hapo ndio sababu hakuna mwenye dhambi ataweza simama pale. Akikuja mpaka apinduke. Aidha apinduke akae kama wale wako ndani, ama chochote kingine. Bwana asifiwe sana. Na ndio hiyo tunasema jua ya utakatifu imeshang'aa na iko juu yetu, lakini ni sisi tuambatane na kile ameshaweka. Saa hii tuchomeke. Kubali kuchomeka hiyo kitu ambacho hakiwezi kusurvive moto. Kifanya nini? Kichomeke. Iwe ni tamaa ya nini? Ichomeke. Iwe ni nini umeona unataka ati ufanye? Kichomeke. Kichomeke. Kila wakati nasikia roho wa Mungu akinihimiza kwa kitu kadogo, hata nikitaka kufanya nasikia hiyo conviction. Ninapinduka, ninaachana na hiyo. Because saa hiyo huwezi kujua Yesu ako umbali gani kukuja. Unaweza sifiwe sana. Na ni vizuri na kubali kuachana nayo, ndio akija kama atakuja. Kama atakuja. Nikute niko I don't want to miss heaven. Sitaki kukosa mbingu. Haleluya. Uko pale hutaki kukosa mbingu? Sio mshangilie Bwana Yesu. Haleluya. Mstari wa 3 unaendelea ukisema utakanyangia wale hawamuogopi Mungu chini ya nyayo zako. Unaona maadui wengine hawamuogopi Mungu. Utakanyangia wapi? Chini ya nyayo zako. Watakuwa na nguvu kamwe mbele zako. Lakini nataka turudi kwenye kifungu hicho cha 3 na mstari wa 16. Kuna mambo mazuri yameandikwa hapo juu ya yule anamuogopa Mungu. Yule anamuogopa Mungu ameandikiwa mambo mazuri pale. Mstari wa 13. Uko pale? Acha nisome kwa Kizungu. Anasema, then those who feared the Lord
Sema wale wanamuogopa Mungu. Wale wanamuogopa Mungu. Those who feared the Lord spoke to one another, and the Lord listened and heard them. So a book of remembrance was written before them, for those who fear the Lord and who meditate on his name. Verse 17 is a good one. Hiyo ni mzuri sana pia. 17 inasema, they shall be mine. Huyo ni Bwana Mungu anasema. They shall be mine, says the Lord of hosts, on the day that I make them my jewels, and I will spare them. I will do what? I will spare them. I will spare as a man spares his own son who serves him. Hallelujah. Anasema yani, hiyo mstari unasema ya kwamba wale wanaogopa Mungu. Kuna mtu anaogopa Bwana Yesu hapa? Wale wako kama mimi na wewe wanaogopa Mungu. Hao walisikika wakiongea, wakisungumuza. Na ndio naimiza kila mmoja. Hata wale mko nyumbani mtaona hiyo ujumbe kwenye YouTube. Nasema unapiga simu unaniongelesha, na wewe mwingine unamuongelesha, unajulia mwingine hali. Watasikika wakifanya nini? Wakisungumuza. Na Mungu akawasikia wakifanya nini? Wakisungumuza. Na akiwa wanasungumuza namna hiyo, unajua kuna kusikia na kukosa kusikia. Unajua unaweza kuwa watu wakiongea lakini ukose kusikia vile wanasema. Kuna wakati wanaulizwa umeona vile wamesema pale kwa TV, na nasema unaona sikuwa nasikiliza hiyo, nilikuwa na ya. Kuna wakati unaweza kuwa na yako na uweze kukosa kusikia vile kinasemwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunasema hii kitu ukiongea na jirani, ukiongea na mwingine anamuogopa Mungu, ukijulia mwingine hali kwa simu, ukiongea na yule mwingine, utakuta ya kwamba Mungu amesikia na ameelewa. Na akisikia kuna kusikia, unasema naona moyo mstari anasema the Lord listened and he heard them. Akasikia na akawasikiza. Na alipowasikiza wakiongea. Ndio naimiza kila mmoja tuongee mambo ya Yesu sana. Zungumzia mtu kile kitu ulisoma. Mwelekeze vile ulisoma na vile uliona. Tuko pamoja? Hapa kwenye Bible sio kusoma zile vitabu zingine. Sasa hii ni saa ya kuangalia Bible vizuri. Haleluya. Alafu anasema akasikia na akaelewa. Na aliposikia akasema kitabu kikachukuliwa. Kitabu cha nini? Cha ukumbusho. Kitabu cha ukumbusho kikachukuliwa. Na kikaandikwa yale maneno mnasema. Kuna maneno huwa mnasema. Na unajua kama mdomo yako inatoka maneno mabaya, sijui hiyo kitabu yako hapo itaandikwa nini. Kila mmoja kuna kitabu mbinguni inaandikwa juu ya mambo yale unasema. Na sijui kitabu ya kwako inaandikwa namna gani. Inaandikwa njama unapanga na mtu, ama inaandikwa mambo mabaya unasungumzia, ama inaandikwa vitu zile mnatuma kwenye simu hapo vile ambao hazifai na hazieleweki, ama inaandikwa nini? Inaandikwa nini kitabu ya mbinguni? Kuna kitabu kwa kila mmoja inaandikwa mbinguni. Akasema wakawa wanasikizwa wakiongea, wakisungumuza, na kitabu ikaandikwa kula mbinguni. Na hiyo kitabu ilikuwa ya makumbusho. Unakumbuka tukisoma juu ya Mordekai? Mfalme Ahasuerus. Mfalme Ahasuerus alipokuwa ana usingizi, akasema hiyo kitabu ya makumbusho iletwe. Na ikaletwa. Akaanza kufanya nini? Kusomewa. Na hivyo ndio Mungu anafanya akiwa mbinguni. Unapokuwa unaomba maombi yako na umetia bidii, anasema wacha hiyo kitabu ya hiyo ndugu dada ichukuliwe, inaletwa mbele zake, anaanza kusomewa na malaika. Ikisoma mambo mabaya, utajibiwa maombi. Tuko pamoja? Na siku ile akatenda usherati. Na siku ile nyingine akakuta mtu kwa njia akamsaidia, alikuwa mgonjwa, akambebea vyombo. Anafanya maovu na mazuri. Utajibiwa maombi. Tuko pamoja? Wacha tukae kwa njia ile, kitabu yako inaandikwa mambo mazuri, because kuna njia hata wakati huu wa corona. Mungu ni sana atachukua hizi vitabu saa hii tunaweka kwenye fire, aanze kusoma mambo ya dada fulani iko namna gani, kile umeshafanya. Imeandikwa vitu zote. Baadaye sasa tuwe sana. Na kama unapinduliwa kwenye hiyo moto vile hiyo vitu zimeandikwa kwenye hiyo kitabu, uweze kujua utainuka namna gani, utatoka pale kwa hiyo moto namna gani. Na ni wewe uanze kupinduka. Mambo ile inachotwa na malaika hapa akienda kuandika kwenye hiyo kitabu ambao umetenda, ikuwe ni mambo ambao Mungu akisomewa anaweza kusema huyo mtu ainuliwe. Unakumbuka Mordekai? Aliambiwa afanye nini?
ainuliwa, avalishwe nguo na atembezwe, akiambiwa anatukuzwa na mfalme. Ameheshimiwa na mfalme. Kama Mungu anataka kukuheshimu, hii kitabu akichukua atasema nini? Haleluya. Na ni sisi tuanze kupinduka, tukae kulingana na vile Mungu akisoma vitabu za kwetu atasema nini na atafanya nini. Akasema kitabu kikachukuliwa cha ukumbusho na kikaandikwa mbele za Mungu. Kinawekangwa wapi? Mbele za Mungu. Kinawekwa mbele za Mungu kila wakati. Akitaka dada Rose, akitaka ndugu Mutinda, akitaka nani, anachukua. Malaika wanamsomea pale mbele, na wakimsomea pale mbele, wale waliongopa Mungu. Si umeona hiyo mstari? Those who fear the Lord and who meditate on his name. Wanamuogopa Mungu na wanatuzungumza juu yake. Wanasema Mungu ndiye amenihifadhi siku ya leo. Hata kuamka kwangu ni Mungu ameniamsha. Wanazungumza juu ya jina la Mungu. Wanasema hata kutembea kwangu nilienda nikarudi na sikupatwa na corona. Ni siku ya leo ni Mungu ameniweka. Wanazungumza juu ya neno la Mungu. Wanazungumza juu ya Mungu. Mstari wa 17 unasema they shall be mine. Mungu anatangaza. Anasema wanasemanga jina langu. Wanatukuzanga jina langu. Chochote kinatendeka maisha ni mwao wanakifanyisha na nani? They associated with God. Wanakiambatanisha na vile Mungu amewatendea. Hao na wanainua jina langu, wananiongopa, watakuwa wangu, says the Lord of hosts. On the day I will make them jewels. Siku ile itakuja ya kumaliza hiyo hedge, ya kumaliza unyakati zote. Naenda kuwafanya nini? Niwaanza kuwafanya kama ushanga wangu, kama pete yangu ya thamani. So unajua jewel ni kitu cha kuwarembesha ambacho hata huyo mtu anakiheshimu, anakipenda sana. Si ndio? Nakumbuka nikiwa mtoto nilikuwa msichana hapa kiasi maybe 10 years or something. My brother-in-law brought me a jewel. Akaniletea ushanga. Ulikuwa mzuri sana, unyofu, mweupe na ulikuwa ndio vitu green. Na dada aliyokuwa anafanya kazi kwa ngo yangu akaniomba hiyo ushanga hata kabla sijaifaa hata siku moja. Na alipoenda akaenda nayo kabisa. So mpaka siku ya leo you can imagine huwa naikumbuka. Mpaka nakumbuka jina yao dada, na kutoka siku hiyo sijawahi muona tena mpaka leo. Nafikiri alienda juu alikuwa mkubwa kuliko mimi, akaenda akaolewa, akasijui nini, lakini nakumbuka hiyo ushanga. Na Mungu anasema atatufanya nini? Jewels. Yaani hiyo ushanga ilikuwa tu ni ushanga ya kikawaida. Lakini hii Mungu anatufanya, ameshatu roast kwa hiyo moto, tumekuwa dhahabu. Unafikiri atakufanya ushanga wa kawaida? Unafikiri atakufanya jewel ya kawaida? Anakufanya kitu cha dhamana. Unajua sio ushanga, inakuwa ni iko na footnote kwangu, inakuwa ni special treasure. Anatufanya tukue chombo cha dhamana kwake. Unajua ukipitishwa kwa hii moto, ukifanyika dhahabu, kuna mtu anaweza tupa dhahabu hata kama ni kadogo namna gani. Unajua ukirudisha pale watakupatia nini? Pesa. Tuko pamoja. Kwa hivyo huwezi tupa, na Mungu anasema ametupitisha kwa hii moto, atatufanya tukue treasure yake, tukue kama vitu vya dhamana kwake, na tukiwa watu wa dhamana kwake atatutumia kwa kazi nyingine kali ambao tungeweza kufanya kabla tujapitia hii corona thing. Tungeweza kufanya kabla hajatupitisha kwenye hii kuchomeka tukue kama dhahabu. Haleluya. Anasema, alafu anasema ninapowafanya wakue dhahabu namna hiyo, then ninaenda kuwatenga. I will spare them. What is that word in Kiswahili? To spare them. Nitaenda kuwafanya nini? Kuwaokoa. Kuwatenga. Kama baba anaotenga mtoto wake asiingie kwa mambo mabaya. Nilipokuwa nafikiria hii, nikaangalia nikakumbushwa na Bwana katika Genesis chapter 38. Hapo ni Juda alikuwa na watoto 3. Na akaoa msichana, akaozea kijana wake wa kwanza, akamuozesha msichana anaitwa Tamara. Na Tamara akaja kwa kijana huyo. Kijana, Biblia inasema kijana alikuwa muovu. Utaenda kusoma, ni story ambayo iko very interesting. Kijana akakuwa muovu na Mungu akamuua. Tuko pamoja.
Na Juda akampatia huyo msichana Tamara, akampatia kwa kijana ule wa pili. Akamwambia, inua nyumba ya ndugu yako. Na huyo kijana wa pili alipopatiana pale, kijana akajua huyu hata nikizaa watoto waitanishwe na mimi, wanaitanishwa na nani? Na my brother mkubwa. So akafanya vituko za waume hapo. Endo usome hiyo story, is very interesting. Bwana Yesu asifiwe sana. Na alipofanya uovu, Mungu akamuua hata yeye. Na Juda akasema kwenye huo mstari, nafikiri mstari wa 16 hapo sijui, akasema sasa huyo mkijana amebaki kitinda mimba. Huyo ndada simpatii. Huyu namponyoa na mtenga, sipatiane kwa huyo ndada, hata yeye asiende kufanya nini? Kukufa kama hao wengine. Because unajua mambo ya Mungu hatuelewangi. Tuko pamoja. Asiende kukufa kama hao wengine. Kwa hivyo akatenga huyu na akaambia msichana Tamara, rudi kwenu nyumbani ukakae huko kama mjane. Na unajua kuna vyombo ambao Mungu huwa anaunda kutoka mwanzo wa dunia ambazo huwezi kuzifanyia vibaya. Kuna watu huwezi kuwafanyia vibaya na wako kwa hii dunia. Dada alikuwa dada Tamara, ako tu pale na hata hana kitu special, hana nini, lakini kijana akiwa mbaya akiingia kwake huyu mwingine wa pili akiingia kwake anafanya nini? Dada amebeba mbegu ya Mungu na Mungu hataki ichezewe. Akawa na sasa alipomkataza huyo mdogo, unajua nini kilitendeka? Siende ukasome pale. Baba mwenyewe huyo Juda ndio alienda kuingia kwake. Na saa hiyo akapata mtoto ambaye sio ikakuwa ni dhambi. Lakini Mungu ni Mungu wa maajabu. Kupatikana mtoto anaitwa Perez ambao ako kwenye kizazi cha Yesu. Ukiangalia Mathayo 1. Ako kwenye kizazi cha Yesu, ni mmoja wa mababu wa Yesu. Tuko pamoja. Na ndio tunasema kama huyu dada nilikuwa namwangalia nikisoma hiyo hadithi nikasema kumbe kuna watu ambao Mungu analeta kwa hii dunia usiwachezee. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiwachezee. Wanakuwa ni chombo cha Mungu. Atakitumia vile anavyotaka na anataka kikuwe na heshima zake. Haleluya. Nilikuwa anasema hivyo nikisema nini? Anawaspea. Mungu anasema sisi anao tunaongopa Mungu atatutenga na atuspea. Yote ambayo Juda angetaka kufanyia Tamara, aliendelea mbele na kufanya, lakini haikufaulu mbele ya Tamara. Tuko pamoja. Lakini Juda akasema kijana wangu mdogo aispea hili. Nataka nimtenge. Nataka nimponyoe, nimuokoe asikufe wao wengine wakikufa. Ni kweli yako kufa, lakini Mungu hakumtumia kuleta mbegu ya Mungu. Tuko pamoja. Kwa hivyo tunasema nini? Sisi ambao tunamuogopa Mungu, Mungu anasema hata corona ikikuwa kubwa namna gani, hata kifo ikipita namna gani, hata maovu yakipita namna gani, nitakuspea. Nitakuponyoa. Nitakuinua. Anasema hiyo mstari wa 17, wewe ni wangu. Na ninakuweka karibu nami. Na nikuweka kama treasure, kama kitu cha dhamana mbele zangu. Alafu ukiwa kitu kwa cha dhamana mbele zangu, vumilia tu hii moto inawapita na corona. Vumilia tu hata mioto yote inaokuja. Utaona vile nitakuinua, na nikianza kutumia watu ndio ni wewe nitachukua mhajili, wewe ni wa dhamana mbele zangu. Nitachukua wewe, nitafanya mambo makubwa nawe. Kuna watu wako wanasikiza hii neno na hawataamini vile Mungu anawatumia. Haleluya. Bwana Yesu aweze kuwabariki sana.